Bwana, tunaendelea kukuletea tetesi za usajili, na kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba bwana, tetesi ni nyingi sana, na kuna baadhi ya tetesi ambazo zinawahusu nyota ambao wanatajwa kutoa ndani ya kikosi hicho, wengine wakitajwa kukamilisha usajili ndani ya kikosi hicho. Na taarifa ambayo tunaanza nayo ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba bwana, inaeleza kwamba Simba imemsajili mshambuliaji Baraka Mwangosi. Alikuwa anafanya majaribio kwenye Mapinduzi Cup. Bwana Mwangosi amesajiliwa moja kwa moja akitokea Mbeya City, ambapo kwenye ile michuano ya NMB Mapinduzi Cup alikuwa anavaa jezi nambari 29. Kama ulikuwa unashuhudia michezo ya Simba, inaelezwa kuwa Mwangosi amesaini mkataba wa miaka 2 ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo moja kati ya tetesi na taarifa ni hiyo inayomhusu Baraka Mwangosi kukamilisha usajili ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa nyingine ama tetesi nyingine ni kwamba Simba imeanza mazungumzo na beki wa kati pamoja na nahodha wa Asante Kotoko Samba Onel Nongani mwenye umri wa miaka 25 ili kuona kama kuna uwezekano wa yeye kujiunga na klabu hiyo. Hata hivyo, Simba inatarajia kupata ushindani mkali kutoka Azam FC pamoja na vilabu vingine ambavyo tayari vimeonyesha nia ya kumhitaji mchezaji huyo. Kwa sasa mazungumzo bado yanaendelea, huku hatima ya Ndongani ikitarajiwa kujulikana siku zijazo. Kwa hiyo tetesi nyingine ama taarifa nyingine ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba bwana ni hiyo. Tetesi nyingine ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba bwana ni Simba kutajwa kumhitaji nyota wa Singida Black Stars, na huyu si mwingine ni Nixon Kibabage. Na tetesi ama taarifa zinaeleza kwamba klabu ya Simba imeripotiwa kufungua mazungumzo rasmi na uongozi wa Singida Black Stars kwa lengo la kumsajili mlinzi wa kushoto Nixon Kibabage mwenye umri wa miaka 25. Bwana, hatua hii inakuja baada ya kocha mkuu wa Simba kuonyesha uhitaji mkubwa wa mchezaji katika nafasi hiyo ya beki wa kushoto kwa maana ya left back ili kuongeza nguvu za ushindani kwenye kikosi chake. Uongozi wa Simba umevutiwa na Kibabage wakiamini kuwa ndiye mtu sahihi anayeweza kuziba pengo au kuimarisha eneo hilo kutokana na uzoefu wake katika ligi kuu ya Tanzania. Ikiwa dili hili litakamilika, Kibabage atakuwa miongoni mwa wasajili muhimu za ndani ambazo Simba itakuwa imezifanya ili kujiandaa na hatua muhimu za msimu huu. Kwa hiyo tetesi nyingine ama taarifa nyingine ni hiyo juu ya Simba kumhitaji Nixon Kibabage. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba bwana bado wameendelea kuzungumzwa, na moja kati ya tetesi ambayo ipo ni Clatous Chota Chama ambaye bado Simba wameendelea kuzungumzwa kwamba wanamhitaji Clatous Chota Chama kuja ndani ya kikosi chao ili kuweza kuimarisha lile eneo la ushambuliaji. Bwana Clatous Chota Chama kama ambavyo tunafahamu aliwahi kuwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, akaondoka akajiunga na klabu ya Yanga, na sasa yuko ndani ya klabu ya Singida Black Stars, na Simba wameonyesha nia ya kumhitaji nyota huyo wa zamani wa klabu hiyo. Kwa hiyo taarifa ama tetesi nyingine iko hivyo juu ya Simba kumhitaji Clatous Chota Chama. Bwana, tetesi hizi zinaambatana pia na kauli ya kocha mkuu wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Steve Becker. Bwana, kocha mkuu wa Simba Steve Becker amewaambia viongozi wake kuwa Januari hii anahitaji wachezaji wapya 5. Steve Becker anataka left back, kiungo namba 8, kiungo namba 10, winga wa kulia na beki mmoja wa kati. Lakini pia kocha huyo amesisitiza kuwa wachezaji wawili kati ya hao 5 watatoka South Africa, kiungo namba 8 na winga. Kwa hiyo ndio maana Simba ameendelea kuhusishwa na tetesi za baadhi ya nyota akiwemo Clatous Chota Chama. Lakini pia kama ambavyo umeona taarifa ama kauli ya kocha Steve Becker, anahitaji pia beki kwa maana ya left back, ambapo Nixon Kibabage ni moja kati ya nyota ambao ameendelea kuhusishwa. Kwa hiyo Simba bwana hawajakaa kimya kama ambavyo pengine unaweza kuwa unafikiri. Wanaendelea kuhusishwa na nyota, na huenda pengine tukaanza kushuhudia Simba ikianza kutambulisha nyota wapya, kama ambavyo inaelezwa kwamba tayari Baraka Mwangosi ameshakwisha kukamilisha usajili wa klabu ya ndani ya klabu hiyo, lakini Simba pia wakihusishwa kufanya mazungumzo na beki wa kati na nahodha wa Asante Kotoko
Samba Oneli Ndongani mwenye umri wa miaka 25. Simba itapata upinzani kutoka Azam kama ambavyo inaripotiwa kwamba Azam pia nao wana muhitaji nyota huyo. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona Simba wataanza na nani kati ya hawa nyota ambao wameendelea kutajwa. Idris Diomande pia ni moja kati ya nyota ambao anatajwa kutoa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini mpaka sasa bado Simba hawajatambulisha nyota yoyote kwenye dirisha hili dogo la usajili. Tayari tumeona vilabu vingine vikiwa vimeshakwisha kutambulisha nyota wake. Yanga tayari ameshakwisha kutambulisha nyota wawili kwa maana ya Damaro Kamara, lakini pia Emmanuel Mwanengo maarufu Sheke akiwa anafanya majaribio ndani ya klabu hiyo, lakini yeye bado hajatangazwa. Lakini kwa upande wa Singida Black Stars tumeona Mohamed Pimpino ameshakwisha kutangazwa, Abdalla Raso ameshakwisha kutangazwa, Abdul Malik Zakaria tayari ameshakwisha kujiunga na kikosi hicho, lakini pia Abdalla Sebo naye pia tayari ameshakwisha kujiunga na klabu ya Singida Black Stars. Lakini Azam tayari wamemchukua Haaland yule wa Zanzibar anayetokea ndani ya klabu ya Mlandege. Kwa hiyo vilabu vingine vimeshaanza vimeshakwisha kukamilisha baadhi ya usajili wa nyota, lakini kwa Wekundu wa Msimbazi Simba kwao ni tofauti, bado wanaendelea kusaka nyota ambao watakuja kukiimarisha kikosi chao. Kwa hiyo tusubiri na kuona, lakini moja kati ya tetesi ambazo zipo ni hizo kwamba Simba tayari wamekamilisha usajili wa Mbeya City. Baraka Mwangosi alikuwa anafanya majaribio ndani ya Simba kwenye Mapinduzi Cup na amesajiliwa moja kwa moja kutokea Mbeya City. Baraka Mwangosi kwenye kikosi cha Simba kilichocheza Mapinduzi alikuwa anavaa jezi nambari 29 kama ambavyo nimekujuza. Baraka Mwangosi kijana alikuwa anafanya majaribio akitokea Mbeya City. Mwangosi rasmi ni mnyama na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Baraka Mwangosi amesaini mkataba miaka 2 wenye kipengele cha kuongeza mwaka mmoja. Kwa hiyo iko hivyo, tuendelee kusubiri kuona nini ambacho Simba watakifanya kwenye dirisha hili dogo la usajili na kuona pengine nani atakuwa nyota wa kwanza kutangazwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Baada ya ukimya kwenye dirisha hili la usajili kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba, huenda sasa tukaanza kushuhudia pia nyota wapya. Kwa hiyo wale ambao pengine mlikuwa mnafikiri kwamba Simba wamekaa kimya, bwana, Simba hawajakaa kimya, wako kwenye mawindo makali kuhakikisha kwamba wanakiboresha kikosi chao, kama ambavyo kocha Steve Becker amenukuliwa akisema kwamba anahitaji nyota 5 kwenye dirisha hili dogo la usajili. Kwa upande wa beki kwa maana ya beki wa kushoto, lakini nambari 8, namba 10 pamoja na beki. Kwa hiyo tusubiri kuona mapendekezo ya kocha kama atafanywa kazi, lakini muda wote pengine tutaanza kushuhudia Simba pia nao wakianza kushusha nyota watakao wasajili kwenye dirisha hili dogo la usajili kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa maana ya hatua ya makundi.